nasi tunaongozwa na maneno ambayo tunasoma katika ile Zaburi ya 106 ule mstari wa kwanza. Hapo ndio tutatuongoza, hilo ndio neno la leo, lakini tutatembea katika maeneo mengine lakini wazo kuu ukiacha ni wazo ambao uko kwenye kalenda ya kanisa, lakini hapa tunaenda kuona wazo au neno la husiana na kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu. Sasa kumshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa njia nyingi. Zipo njia nyingi za kumshukuru Mungu, lakini hapa tutasema tu mbili, na ile ya kwanza tutasimamia sana hapo kwa sababu leo tutasimamia ile njia ya pili ambayo tutahitaji katika siku nyingine, lakini kwa leo tutaenda kutaja tu hizo mbili. Njia ya kwanza ya kumshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu. Unaweza kumshukuru Mungu kwa sifa, kwamba umekaa sehemu kaamua tu kutaja ukuu wa Mungu, sifa za Mungu. Umesema kwa maneno, Mungu wewe ni mkuu, Mungu ni mwaminifu, lolote ambalo jua juu ya Mungu wako unamsifu, na katika kumtaja hizo sifa unamshukuru. Huzitaji kwa sababu umezikariri, unazitaja kwa sababu umemwona Mungu katika maisha yako akikutetea, akikuwezesha. Kwa ni namna kusema Mungu, wewe, bila wewe mimi nisingekuwa kama nilivyo. Unasema kitu cha kumwinua kwa sababu kuna mambo makubwa amefanya katika maisha yako. Unamshukuru kwa njia hii ya kusema ya maneno. Unaweza kumshukuru kwa njia hata ya nyimbo. Tunamshukuru kwa njia mbalimbali. Unaimba zile nyimba zinamsifu Mungu, huku zinampa Mungu utukufu, na unaweza kumsifu pia Mungu au kumshukuru Mungu kwa njia ya maombi. Njia yote ni moja, kwa tunamsifu kwa njia ya maneno, kwa njia ya ulimi wetu, lakini kwamba katika yote hayo ni lazima umsifu au mshukuru kwa njia hiyo kwa moyo wako wote. Maana wakati mwingine unaweza kweli kuwa unaimba wimbo wa kumshukuru Mungu na wimbo wa kumpa utukufu Mungu, lakini usi kila mtu ambaye anaweza kuwa anafanya hivyo vikiwa vinatoka moyoni mwake, kwamba kwa kweli anampa Mungu utukufu, anamshukuru kwa ajili, anamshukuru Mungu kwa ajili ya ukuu wake, kupitia maneno anayosema, kupitia nyimbo anazosema, kupitia sifa anazosema. Wengine wapo unaweza kuwaona wanaruka wanafurahi, lakini kumbe wanafurahia biti na gitaa solo kabisa. Yaani anafurahia, anaenjoy nini katika hiyo ibada? Yeye mnafikiria ile kijana yule baba yule, leo kumbe alikuwa anafurahia. Na wakati mwingine sasa hapa sio sana. Kiangalia zile za kwenye YouTube. Kuna ingine kabisa sasa hawa wanamtukuza Mungu, au kwamba wameshinda tu kwenda kwenye zile nyingine, sasa wanaenjoy hii beat zile. Maana siku nzuri changanya solo na changanya na ngoma pale, changanya na vingine na kinanda, inafurahisha. Kwa anafurahia yale, kumbe ndani ya wala. Lakini hapa tunaambia kwamba tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa njia hiyo, kwa maneno yetu, kwa moyo wetu, kwa moyo wote. Lakini njia ya pili ya kumshukuru Mungu ni kwa njia ya kutoa sadaka. Kutoa sadaka. Unamshukuru Mungu kwa njia ya sadaka, na unatumia mali zako kumshukuru Mungu, kusema Mungu asante. Sasa hii sio maneno, ni ya matendo. Maana unaacha kufanya mambo yako, unatoa kwa ajili ya Mungu. Kwa njia hiyo unasema Mungu asante. Kwa maneno mengine, kila sadaka unatoa, unapaswa kutoa kwa sababu unamshukuru kwa njia kwa kumshukuru Mungu.
Ndio maana hata sadaka zenyewe zina vitu tofauti tofauti. Sadaka ya mavuno, sadaka ya shukrani ya kumshukuru Mungu umetenda kwa sababu umetenda mambo makubwa. Sadaka ya malimbuko kwa sababu ya kujalia umepanda kuja vizuri, mazao mazuri umevuna, ile matunda ya mwanzo, unasema Mungu, ninakuja kushukuru kwa sababu nimekuona katika kilimo changu, katika mifugo yangu, katika kazi yangu, sijafukuzwa mwaka huu. Unamshukuru Mungu kwa matendo, yani unaacha mambo yako kwa ajili ya Mungu, unamtolea Mungu sadaka kutoka kwenye mali za kwako. Sasa ili kusudi uweze kumshukuru Mungu kwa ukweli na hatimaye uweze kumtolea sadaka ya ukweli, sadaka nzuri ambayo hata yeye akiona anasema huyu mwanangu ananijua mimi, anajua namna kunipa utukufu kupitia mali zake, anajua namna kunishukuru kupitia mali zake. Lazima uwe na vitu viwili ndani ya moyo wako. Jambo la kwanza, kitu cha kwanza, lazima uwe na moyo wa unyenyekevu, moyo wa kushuka, moyo wa kushuka. Na katika moyo wa unyenyekevu unaambatana na utii kwa Mungu na utii kwa wanadamu, unaambatana. Na hapo kwa sababu tunazungumzia habari za Mungu, tunazungumzia habari za utii kwa Mungu, kulitii neno la Mungu. Na kama ni moyo wa unyenyekevu, utatambua ukuu wa Mungu, utatambua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Na kama una moyo wa unyenyekevu, utakubali kuongozwa na Mungu. Na kama una moyo wa unyenyekevu, hautakuwa na kiburi. Maana wewe ni mnyenyekevu. Wewe ni mnyenyekevu. Kwa wale ambao unakumbuka au unasoma katika Biblia ile Luka sura ya 12 mstari wa 13 hadi 21, kwa sababu ni mirefu sisi tutasoma. Tasimulia tu kidogo. Ni habari ya mtu ambaye Yesu alimtolea mfano ya kwamba alikuwa na mashamba. Mwaka huo mashamba yakakubali vizuri sana. Amejenga maghala yake, amevuna yakajaa mpaka vingine vikabaki. Anasema akajisemea moyoni mwake ya kwamba mwaka huu nitapanua ghala zangu, nitazijenga kubwa zaidi, ili mwaka kesho nijaze zaidi ya hapa. Akakaa kwenye kiti chake kizuri, akapiga nne, amekaa vizuri, akajiambia nafsi yake kwamba kaa hapa ufurahi, ule unywe ufurahi, ule unywe umefurahi, maana nina kila kitu, sina shida, kaa unywe ufurahi. Mungu akamwangalia, akamwambia mpumbavu wewe, leo hii naitaka roho yako, halafu nione hivyo ndivyo navyo vitakuwa vya nani? Bwana Yesu asifiwe. Amefanikiwa, anafikiri amefanikiwa kwa sababu ya akili yake. Kila chochote ulicho nacho, kila chochote mafanikio yetu ulionayo, ukufanikiwa kwa sababu una elimu sana, kwa sababu labda unasoma sana, kwa sababu labda unafikiri una akili nyingi, kwa sababu unafikiri una nguvu za kutosha, kwa sababu ya hakuna. Ni Mungu ndiye anatufanikisha. Sasa yule mtu alikuwa ni mjinga, ndio maana Mungu alimwambia mpumbavu wewe. Kwa nini? Hakutambua kwamba yale mafanikio amewezeshwa na Mungu. Naweza kulima Mungu akakaucha kule juu, hata tone lisianguke chini. Itaota. Havioti. Unalima na shusha wadudu vinaharibu. Chochote na nyama kuja kula unaharibu. Kila kitu. Ni Mungu. Yule mtu Mungu alimwita mpumbavu kwa sababu hakutambua nafasi ya Mungu katika mafanikio yake. Na hiyo ndio inatutafuna watu wengi sasa. Mtu akifanikiwa tu kidogo hana muda kuja hata kanisani. Na hata kija, labda hata siku zinazonywa alikuwa anajitahidi kutoa sadaka. Labda siku kwa sababu alikuwa ndogo, sasa amepata, sasa ana hela. Anza kusoma watu kunao wamezidi. Wamesikia siku mchana, kila siku mchana. Kila siku wanatuambia sadaka. Sasa mwisho anazira, anaacha kuja kanisani. Anaacha kuja kwenye ibada. Ataacha kushiriki katika kazi za Mungu. Nini? Amefanikiwa. Sasa jambo la pili nimesema unyenyekevu la kwanza. Hivi lazima uwe navyo ndani ya moyo wako. Lakini jambo la pili, lazima uwe na mwenendo mwema.
uwe na maisha utakatifu, maisha yaliyojaa hofu ya Mungu. Na ukiwa hivyo manake ni kwamba ile roho ya uchoyo ndani yako haitakuwepo. Kwa bahati mbaya siku hizi hata makanisani sasa uchoyo umezidi. Bwana Yesu asifiwe. Uchoyo uko ni mwingi, sijui, lakini mimi ninajua ukienda kwenye kanisa, jamani, wenzetu wana kazi fulani wanaanza. Mfano mchukulie, tolee mfano kule Vikindu, Pasha Masonga amefungua huduma Vikindu. Wale ambao mko kwenye ule WhatsApp ya dinner yao ya mtatupana, nadhani walionyesha ndani, wameenda wanajaribu kuweka kivuli kwa ajili ya lile kanisa jipya. Mabati makuku wamepata, nao walichukua yale mabati yalikuwa yamezeka nyumba ya mchungaji, yaani tuliyahifadhi, sasa ndio wamechukua kwenda kuanza. Lakini sasa kufika kule saba ikutosha, wakasema jamani, tumepungukiwa mbao, lakini tumepungukiwa na mabati kama 9 hivi. Wakasema kama gharama yote haizidi 3,500 mpaka 4,000. Wakaweka kule, wakatangaza pale. Wao wameenda wameshinda kule, wakakesha kule ili kesho yake wamalizie kazi. Hakuna, wakaliacha liko huko mezeka nusu nyingine kwa wazi, wakaondoka kimya kama vile tujaona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa endea kwenye kanisa. Uchoyo umeanza na mtu mmoja. Uchoyo, yaani kujitoa kwa ajili ya mwingine. Unaona shida, unaona hasara. Mwisho unakuja ngazi ya familia, mko wewe na mke na watoto. Jamani, kuna kazi ya kanisa, tunataka tufanye kitu. Lakini zote hizo kinao wamezidi. Umesahau. Ujue kijana anafungua shule. Ujue kiatu cha mtoto wako kimeisha. Kazi ya Mungu hakuna. Uchoyo. Mwisho mnakubaliana kuleta zawadi kama zile za Anania na Safira kidogo, ili bwana tuonekane na wewe umeshiriki. Uchoyo ngazi ya familia. Sasa imeingia ngazi ya kanisa, sababu sasa tunakusanyika familia nyingi. Ukiwaendea unaambia jamani, kuna nini tunatakiwa kufanya, tuchangie, tufanye kitu kwa ajili ya wale wenzetu. Najua na sisi tuna mambo yetu, sasa hivi tunajenga, na sisi sasa hivi tunataka kununua viti, na sisi ubinafsi. Lakini Biblia inatuambia usiangalie mambo yako peke yako, lakini angalia na mambo ya wengine. Mungu hapendi watu wa binafsi. Tumeshakuwa binafsi, tunajiangalia sisi. Lakini kazi za kanisa ziishi. Kanisa hili limeanza mwaka 99. Hatujaacha kujenga. Na mpaka leo tunajenga. Na kesho tutajenga, na kesho tutajenga. Kazi za kanisa haziishi. Kwa sababu ukijenga leo, kesho baada ya miezi 2-3 imechakaa. Si mtaendelea kujenga. Umekaa miezi 6 rangi imepauka, si mtapaka rangi. Kwa hiyo haiwezi kukufanya ukaacha kusaidia wengine, kuanza kusapoti kazi ya eneo lingine. Lakini ndivyo tulivyo. Najua na sisi tuko tuna hili fanya kwa kadri unavyo, hata ukipeleka kwani kanisa zetu kama tungepelekea hata 1,000 kule, si wangenunua hata hizo kwa wakasoeza. Hakuna. Sasa wala hapo nimetolea tu mfano vitu vingi, kwa sababu mimi najua kuna watu kiwaendea ngazi ya kanisa, na sisi tuna mambo yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na mwenendo mwema, maisha utakatifu, maisha ya hofu ya Mungu, ile roho ya uchoyo haitakuwa ndani yako. Na kama roho ya uchoyo iko ndani yako, utakuwa tayari wakati wote kufanya kazi ya Mungu. Utakuwa tayari kutoa mali yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunasema mwenendo mwema. Kwa nini? Kumbe hata sadaka ya mtu mwovu Mungu hataki. Haitaki. Mithali sura 15 mstari ule wa 8. Maneno ya Mungu yanasema hivi: sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake, ya furaha ya Mungu. Lakini sadaka ya mtu mwovu hata mbele za Mungu ni chukizo. Lakini sadaka
ya mtu mwaminifu, sadaka ya mcha Mungu, sadaka ya mtu mwema, kwamba Mungu anaikubali. Sasa tumesema leo tunazungumza sasa sehemu ya pili ya kumshukuru Mungu kwa njia ya sadaka, kwa njia ya mali zetu. Na eneo hili ni eneo moja kati ya maeneo magumu, maana unakuwa unagusa ile sehemu ambayo nasema mali yako ilipo na moyo wako utakuwepo. Fedha, mali zetu kwa ajili ya kazi ya Mungu au kwa ajili ya mtu mwingine ni shida. Kuna watu wameacha kusali kwa sababu hiyo. Kuna watu wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu umegusa mali zao. Lakini aliyetupa hivyo vyote ni Mungu, na tunaenda kuona kwamba kutoa sadaka au kutoa shukurani kwa Mungu ni njia ya kuonyesha upendo wako kwa Mungu, na Mungu alianza mwenyewe kuonyesha upendo wake. Tunaposoma katika ile Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, na Mungu anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Alitupenda kwanza. Huwezi kutoa kitu chema, kitu kizuri kwa mtu usiyempenda, huwezi. Wala kwa Mungu usiyempenda, huwezi. Na sijui sasa kama tumpende Mungu au tusielewe, lakini jiulize mwenyewe, nampenda Mungu? Kama nampenda Mungu, mbona iko hivi? Tutaenda kwa mbele ya safari kwa maana gani? Mbona iko hivi? Kumpenda Mungu kwanza ndio unaweza kufanya vema mbele za Mungu. Ndio unaweza kufanya utumishi wako vizuri kwa Mungu. Ndio unaweza kutoa sehemu ya mali yako kwa ajili ya utumishi wa Mungu kama unampenda Mungu. Kwa ni sehemu ya kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Lakini sadaka ni njia ya kumshukuru Mungu. Ni njia ya kumshukuru Mungu. Sadaka ni njia ya kumheshimu Mungu. Mithali 3:9, kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mazao yako yote tunamheshimu, njia ya kuonyesha heshima. Ndio maana nasema hii ya kutoa sadaka ni ya vitendo, na vile vitendo vinaonekana hata watu wote wanaviona na Mungu anaviona. Sadaka ni ulinzi kwako, ni ulinzi kwa familia yako, ni ulinzi kwa mali zako. Sadaka. Mithali sura ya 3. Anza kusoma ile mstari wa soma sura ya 3 mstari wa 10 na 11. Lakini ule mstari wa 11 anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye ni nani? Inaweza kuwa ni afya yako, inaweza kuwa ni shamba lako, inaweza kuwa ni ajira yako, inaweza kuwa ni watoto wako. Wakaenda vingine tu, kwa sababu umeacha, hujafanya kitu kwa ajili ya watoto wako, hujatoa sadaka kwa ajili ya watoto wako. Wengine hata kuwaombea, hata waombee, hufanyi kitu, umeacha tu, wanajengea. Hata kama umewekea utaratibu kwamba tufanye kwa ajili ya familia, tunaenda kwa Bwana hapa mbele kidogo, hatufanyi. Sadaka inayotolewa kwa uaminifu pia imeambatana na ahadi ya Mungu ya baraka, imeambatana na ahadi ya baraka za Mungu. Maadamu natoa sadaka yako kwa uaminifu, uwe na uhakika Mungu ataitimiza ahadi yake juu ya sadaka unayotoa. Tenda kusoma hapo, soma hiyo baraka. Maana wengine hata Biblia tukutengeneza nazo mpaka asili mpaka lini, wengine hata Biblia hamna. Tusome Malaki ile sura ya 3 ule mstari wa 10. 3:10 Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Ile nyingine ya Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 14 ni mengi tutasoma. Yaani tunaanza kusoma labda mstari michache kabisa. Malaki 3:10, maneno ya Mungu yanasema hivi. 3:10. Anasema
Tuanzie Juni 8. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10 asema, leteni zaka kamili, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Na mstari wa 11, kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka inaambatana na ahadi ya baraka za Mungu. Unaposhindwa kutenda kwa uaminifu, kumtolea Mungu kwa uaminifu, ni kama umejizibia mwenyewe madirisha. Mungu amesema atafungua, lakini wewe umeamua kuyazilipa. Umeamua kuyafunga. Ndio tumejifunga wenyewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbuka mambo yafuatayo. Katika Zaburi ya 24 mstari wa 1, kuna kitu tunajikumbusha hapa, ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao humo ndani yake, wote ni mali ya Mungu. Yaani mimi na wewe ni mali ya Mungu, na vyote vilivyojaza ndani, kila unachokiona vyote ni mali ya Mungu. Kwa Mungu akisema tutoe kwa ajili yake, sehemu tena ya vile ambavyo anatupatia ni kwamba kama tunachukua sehemu ya vile alivyotupa, tunasema Mungu asante, tunakurudishia ili kazi yako ipate kutendeka. Na tunaposoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 1 na wa 2, maneno ya Mungu yanasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, utatwaa kwake sadaka yangu. Kwa sadaka si mpango wala agizo la mchungaji na mwinjilisti wala wazee wa kanisa. Sadaka ni agizo la Mungu. Akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli watoe sadaka. Lakini sadaka hiyo utaichukua kwa wale watu wenye moyo wa kupenda kumtolea Mungu. Sasa hapa kanisani, kwa sababu hatuna moyo kama wa Mungu kujua kama unatoa kwa kupenda au sio kwa kupenda tu, zote zinalia kwenye kampo. Sijui leo tungekuwa tunacheke na saa wewe si hii, mbona moyo wako umenuna, unakuja tu basi tu. Sasa hiyo hatuwezi kujua, lakini Mungu anajua. Mungu anajua. Walileta, na hapa nasema leteni zaka kamili. Na kwenye zaka kama nasema kamili, maana yake ni kwamba ni fungu la 10. Kama ni fungu la 10 umepata 100,000, sehemu ya 10 ni 10,000, utakiwa ulete 10,000. Ndio zaka kamili kwa kile ulichopata. Sasa sadaka inatakiwa kutolewa kwa namna gani? Kama tunaanza kusema kwamba iwe kwa moyo wa kupenda, lakini pia si kwa huzuni wala si kwa lazima, kwa maana Mungu mpenda yeye yule atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Tusoma kwa Wakorintho wa pili. Kwa Paulo kutoka kwa Wakorintho wa pili sura ya 9 kuanzia ule mstari wa 7. Mungu mpenda atoaye kwa moyo wa ukunjufu, moyo wa kupenda. Unakuja kutoa sadaka na moyo wako unashangilia. Yaani hapo tunakuja kutoa huko, tunapigwa pambio, tunakuja tunaruka, tunamshangilia Mungu kwa sababu tunakuja kumtolea Mungu wetu sadaka. Hapo Mungu akichea anasema ndio, hapa nina wana wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na sadaka hatuzungumzii habari ya wingi wa sadaka tunayotoa, kwa sababu Mungu amesema kweli kwamba kila mtu atoe kwa kadri ya baraka ulizopewa na Mungu, kwa kadri ulivyobarikiwa. Unaweza kusoma katika Wakorintho wa pili
sura ile ya 8 mstari wa 11 na 12, unaanza kusoma baadaye kwamba tunataka kutoa sadaka kwa kadri ya tulivyo navyo, si kwa kadri ya tusivyo navyo, kwa kadri tulivyobarikiwa na Mungu. Sasa kumebarikiwa kwa namna tofauti tofauti. Kuna wale walikuwa barikiwa sana, wengine wabarikiwa kidogo, wengine wapata vingi, wengine wapata vichache. Fanya kwa kadri Mungu alivyokubarikiwa, alivyokubariki. Ndio maana yule mama mjane, Yesu aliona wanaleta sadaka, Yesu akasema yule mama mjane yule aliyeweka senti 2 ameweka vingi kuliko wale waliotoa manoti mengi. Kwa nini? Ametoa kila alichokuwa nacho kwa ajili ya Mungu. Alikuwa na senti 2 akasema mimi Mungu kama ni habari, Mungu anajua nitakavyoishi. Mwingine ametoa noti, lakini ametoa noti 2 za 20 za 10,000, hata 3 hata 4 au 5, lakini kwenye benki na milioni 500 umetoa 20,000. Mungu akicheza sana, bora yule aliyoka 2,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadri ulivyobarikiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tunakuja tu kwenye swali, tunapoelekea mwisho ya kwamba tunatumiaje mali zetu kumheshimu Mungu. Hilo sasa kila mtu anajiuliza mwenyewe, kila mtu anajipima mwenyewe. Mimi najipima na wewe unajipima kwamba mali zako unazitumia namna gani katika kumheshimu au katika kumpa heshima Mungu. Na tumesoma kwamba mheshimu Bwana kwa mali zako, ile Mithali 3 sura 3 ule mstari wa 9, kwamba mheshimu Bwana kwa mali zako. Wewe mali yako unamheshimu Mungu kwa namna gani? Unazitumiaje kwa ajili ya kumtolea Mungu? Sasa hebu tuangalie, na hapa ndio tunajikumbusha sasa. Wakaa tukisema moja najipima, na mimi najipima kwenye hili nafanyaje? Lengo kama tuko nafanya bila kujua, tujue ili kusudi turekebishe, kwa sababu hatutoi sadaka kwa bahati mbaya. Tunatoa kwa Mungu aliyetuumba, Mungu aliyetupa uhai, Mungu aliyetupa pumzi, Mungu aliyekupa watoto, Mungu aliyekupa mke mzuri, Mungu aliyekupa mume mzuri, Mungu aliyekupa vyote ulivyo navyo. Huyo ndiye natoa kwake huyo. Sasa angalia unafanyaje kwenye sadaka. Sasa nimeziorodhesha, sio kwamba tunaenda kwa muhimu, hapana. Nimechukua zile sadaka ambazo tunazitoa katika mara nyingi katika kanisa la Anglikana. Mara nyingi. Sasa inawezekana nyingine siziandika, lakini hizi ndio nyingi, mara nyingi ndio tunazitoa. Zingine zimewekea utaratibu wa namna ya kuzitoa. Lakini nyingine kwa sababu sio za kila wakati, inategemea na Mungu ule mtu mwenyewe unavyojisikia, unavyoona kama kwa hii lazima niende kumtolea sadaka. Sasa hizo za mara chache hazijawekea utaratibu, lakini ziko zile ambazo zimewekea utaratibu. Tunafanyaje? Wewe unafanyaje? Sadaka ya kwanza ni ya fungu la 10 au zaka, sehemu ya 10 ya kila kitu kile ambacho Mungu amepatia. Fungu la 10. Hapo tumesoma katika Malaki sura 3 mstari wa 10 kwamba leteni zaka kamili. Zaka kamili ni vile ambavyo amepata msemi milioni 1, unatakiwa sehemu ya 10 ni 100,000. Ukileta 20 umeingia kwenye kundi lingine, hiyo sio zaka kamili. Maana zaka kamili ndio kwa 100,000. Umepata 10,000, zaka kamili ni shilingi 1,000. Zaka kamili. Sasa kama unatoa kamili, Mungu anajua, mimi sijui, wala mchungaji haelewi. Maana ulivyopata wewe ndio unajua una Mungu wako. Unafanya kama ni sawa sawa, yaani unatoa kwa uaminifu. Na shida yako ni uaminifu. Unachokifanya unakijua mwenyewe. Sasa kwenye hili tunakuta makundi matatu hapa kanisani. Kuna kundi ambalo sasa mimi sijui, ila Mungu anajua, hata mchungaji anajua. Kuna kundi la kwanza ambalo unatoa kwa uaminifu kabisa, kama ni zaka fungu la 10 wanatoa zaka kamili. Kundi la pili ni ile ambayo nasema nisije nikaonekana mwaka mzima sijagusa bahasha yangu. Kwa hiyo anadanganya. Alitakiwa kuleta 10,000, analeta 1,000. Atakao kutoa zaka ya shilingi 20,000 kwa sababu amepata 200,000, lakini analeta 5,000. Ili basi tuonekane na yeye hapa mbele anasimama,
Bahasha yake wasema tunakaangalia sasa jamani, wale ambao hawajatoa kabisa tuwakumbushe. Lakini hata utaonekana sasa katibu atakiangalia atajua ndicho ulichopata. Lakini Mungu anajua kwamba haikuwa hivyo. Fungu lako unafanyaje? Jipime. Je, unafanya sawa sawa? Unatoa kwa uaminifu au utoe kwa uaminifu? Lengo turekebishe, tujisahihishe, tutengeneze mbele za Mungu. Kukosea inawezekana tumekosea, lakini kukosea ukatubu na kutubu kwenye hili ni kutenda kwa uaminifu. Ni kutenda sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu ametuagiza. Wewe unafanyaje? Sadaka ya pili, sadaka ya familia. Sadaka ya familia tunaisoma kwa Ayubu ile sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Maneno ya Mungu yanasema watoto wa Ayubu walikuwa na kawaida ya kufanya sherehe. Lakini baba yao akikaa pembeni sana. Katika masherehe haya, labda watakula, watakunywa na divai, wasije kaona kuwa na mkosea Mungu. Akiwa nyumbani kwake anawaombea baraka. Mungu awasamehe, Mungu awatakase. Lakini hakuishia hapo. Anasema kisha ule mstari wa 5. Kisha akaonekana Ayubu asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote walivyokuwa. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote, kwamba halikuishia kuombea utakaso kwa Mungu, lakini alikuwa anachukua sadaka kila asubuhi, anaenda hekaluni, anaenda kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wake, kila mmoja sadaka ya kwake. Na ndivyo alivyofanya siku zote za maisha yake. Wewe unafanya? Wewe unafanya? Kanisa limeweka utaratibu. Nimesema kuna sadaka za utaratibu, nyingine hajawekea utaratibu. Lakini ziko zote ni sadaka ambazo Mungu ameagiza tuzitoe. Sadaka ya familia, kwamba kwa kupitia sadaka hii nitakuwa ni kitu cha kusema kwa ajili ya mtoto wako. Wengine tuna watoto, mna watoto hao, hata wengine tuna wajukuu. Ana miaka 5 anaenda barabarani huko na nenda shule miaka 5. Miaka 7, miaka 10, miaka 13 kama yuko sekondari, hata kama yuko chuo kikuu. Kwamba fanya kitu ili kupitia sadaka hiyo, unasema kitu na Mungu kwa ajili ya mtoto wako. Ili Mungu amlinde njiani, asikutane na marafiki wabovu, asifanye hiki. Mungu amlinde, mtunze, Mungu amwezeshe atakiwa shuleni. Hatutaki. Tumegoma. Matokeo yanajiendea tu yakiwakumba ujana una habari. Nini? Kwa sababu umeshindwa kumfundika kwa nguvu za Mungu kupitia sadaka. Wacha ziko. Tunapata tena makundi matatu kwenye sadaka za familia. Wapo wanaofanya kwa uaminifu kabisa. Sasa tena kanisa likasema kwa sababu ya hatujui kila watu wanayopata, basi angalau kila familia itoe sadaka ya familia 10,000 kila mwezi. Kwamba hatudhani kama kuna mtu atashindwa kutoa shilingi 10,000 kwa mwezi kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mama yako, kwa ajili ya baba yako, yaani kwa ajili ya wazazi wako. Kwamba kwa njia ya sadaka tawe Mungu, mke wangu amedaipo, Mungu mlinde, Mungu mtetee. Mume wangu ametoka naenda kazini, amesha wapi, amesafiri, amefanya nini? Mungu aendelee kumshika mkono. Mungu mtangulie katika jambo. Mungu mwezeshe. Mungu onekane katika maisha yake. Kwa ajili ya mali zako, kwa ajili ya biashara zako. Hakuna. Tumekataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini maneno Ayubu ndivyo alivyofanya siku zote. Na ufanye mara moja kwa sababu watu wapo kila siku. Kwa kila mwezi fanya kitu. Sasa pale kama nimesema yako makundi matatu. Kundi la kwanza wanataka kwa uaminifu, watoka kwa uaminifu. Mimi sibadili. Lakini kilipo kundi la pili pia lile na kundi la Anania na Safira. Meuza shamba la 5 wakakubaliana tupeleke nusu efforts. Wakaenda. Kitabu cha Matendo ya Mitume huko tutasoma mwenyewe.
Kufika pale Petro kawacheki. Hii ndio mmeuza kweli kabisa, mtumishi wa Bwana. Ndio tumeuza kabisa, ndio hivi. Sema huwezi kumdanganya mwanadamu, naweza kumdanganya, lakini wewe huwezi kumdanganya Mungu. Na kwenda kwa mdanganya, mweleka chini akafa. Baadaye kama mama kakaja. Ilikuwa kwa watu mmoja. Kufika pale mtumishi kabisa, ile ambayo mume wako alileta ndio kamili kabisa, amekuja kwa kama tulivyokubaliana. Yaani mtumishi wa Mungu, yaani sisi acha kabisa. Tunampenda Bwana. Yaani sisi jamani. Ni kweli kabisa mtumishi wa Mungu. Nasema kutoka nje kidogo zunguka pale ameshafikia akacheki. Kwenda kule kaburi kweli, naye mweleka chini akafa naye. Uongo. Udanganyifu. Ninafanya kwa uaminifu, na wewe unatoa kwa uaminifu. Kundi la pili hilo ambalo yaani unafanya ili mradi uonekane, lakini ufanye kwa uaminifu. Angalau 10,000 basi. Sasa kuna mwingine Ayubu tumesema alikuwa anafanya toa kwa kila mtoto. Wewe ukiweza fanya hata kwa kila, yaani una hii kwa kila mtoto huyu, hii kwa kila mtoto huyu. Kwa sababu kila mtu unajua kila mtu ana nyota yake. Kila mtoto ana kuna namna ambavyo ana mwelekeo wake. Sasa mwingine anaelekea kwenye urubani. Mwingine anasema mimi nitakuwa dereva wa daladala. Mwingine anasema mimi nitakuwa profesa, anataka kuwa profesa. Sasa hata kuambia naombea. Yule rubani anasema anakutolea Mungu. Mtoto huyu anasema anataka kuwa rubani. Mtoto huyu anataka kuwa daktari. Huyu mtoto anataka kuwa mkulima mzuri. Anataka kuwa mfugaji mzuri. Huyu mtoto anataka kuwa mwalimu. Mungu sadaka ya mtoto mwalimu ambaye anataka kuwa mwalimu. Mungu muone ili hatimaye ndoto yake itimike. Na ili itimie. Mungu natoa hii sadaka kwa ajili yake. Na wewe mwingine anatoa sadaka kwa ajili yake. Ukiweza fanya, uweze basi fanya angalau hata ile ambayo kanisa limesema. 10,000 tutakuwa unaombea hiyo kwa jumla angalau. Hakuna. Ndio nakuja sasa fungu la nani sehemu ya 3 kabisa, sadaka hazijawahi kuhusu mwaka wa kwanza wa pili wa tatu fanya. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sadaka ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo Mungu anatufanyia. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kusema kwamba Mungu hatamfanyia kitu. Yaani tungekuwa tuna hili ya kumshukuru Mungu. Na hapa tuseme kumshukuru Mungu kutoa ushuhuda. Inazungumziwa dhabihu za kushukuru. Dhabihu, sadaka ya kushukuru, sio kuja kutoa ushuhuda. Sadaka ya kushukuru. Hebu tusome kidogo. Zaburi ya 116. Zaburi ya 116. 116. Sio ndefu hiyo. Zaburi ya 116. 116. Tusome haya 116. Mstari wa 12. Nasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Kama kuna mtu anasema Mungu hajamfanyia chochote, ni kujisahau, kwa sababu hata pumzi ulionayo Mungu katenda muujiza tayari. Na mimi hata pumzi ulionayo, uhai ulionao tayari kwangu mimi ni muujiza tosha. Sasa Mungu akafanya vitu vingi. Kuna sema Mungu nipe mchumba, nipe mume, nipe mke. Mungu akakupa. Sasa mbaya zaidi sasa amekupa hata siku ile yenyewe. Ile yenyewe. Sadaka mlioleta hapa. Ipo ile bahasha ile ambayo wanapewa. Lakini nenda kwenye sherehe ile, gharama ya ile sherehe kuna wale wanda kule kwenye hukumu. Bahasha wameweka 30,000. Sherehe inagharimu milioni 15, milioni 12, milioni 20. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajaki. Lakini sisi tumependa. Hata wana Mungu nakushukuru.
Yaani nilikuwa miaka kwenye ndoa miaka 4 jamani, maisha nisema sana sina mtoto. Wamenisimanga yani hatari. Lakini Mungu ameniona, amenipa mtoto jamani, angalieni. Wenyewe mnaona. Sinasikia hapa wanasema. Sasa mfano tu vitu vingi. Ajali. Ilikuwa nipigwe na nigongo na gari kana kitu Mungu sijui kwaje, nikapona sikufa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nakuja hapa kwenye 12,000. Wengine 5,000. Ila kitoka hapa naenda kwenye sherehe ya hiyo kufurahia kupata mtoto, kufurahia kupata mke, kupata mume, chochote kile ambacho Mungu amefanyia. Hapa sadaka umetoa 5,000, kule naenda kusherehekea kwa 6,000. Mungu hajihaki. Mungu hajihaki. Lakini sisi tunamdhihaki. 16 nilikuwa nimesoma mstari wa 12. Mstari wa 14. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wake wote. Sasa nadhiri hapo, hapo ndio kutaisha. Watu wengi tukiwa kwenye kibanda. Yaani Mungu kinivusha hapa. Mungu kinivusha hapa. Kuna vitu tunavitamka ndani kwa ndani ambao wala tumwambia tafikia. Mungu kinipitisha, ukinifanikisha kwenye hili. Mungu kinitoa hapa. Mungu kiniwezesha. Nitakufanyia jambo moja mbili. Mwenyewe unaweka ndani alafu kwa kipindi chote bado kwenye kibanda. Kweli unakumbuka. Ngoja Mungu akusawazishie. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi wa kwanza, miezi 2, 3, 4. Umeshasahau. Umeweka nadhiri hujaitoa. Lakini hapa maneno ya Mungu anatuambia yaani kama namna ya kwenda nisema nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Akasema nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wake wote. Yaani wewe ile nadhiri uliweka peke yako, lakini unapokuja kuitoa unatakiwa usimame hapa kutoa ushuhuda. Ushuhuda sasa na kutimiza ile nadhiri yako. Nilipokuwa katika mazingira haya, nilimuomba Mungu nami ndani ya moyo wangu nikasema nitafanya kitu fulani. Watumishi wa Mungu nilipopata madhabahuni na kuja kufanya kile ambacho nimwambia Mungu tafanya. Hakuna kimya, sema tayari shida imeisha. Kwa badala sasa shida za maisha nazo wazishi. Baadaye itakuja tu. Alafu Mungu anakucheki pembeni. Kucheki bado. Mungu unione, anakuona. Lakini wewe kumuona usahau. Bwana sifiwe. Mstari wa 17. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Yaani tuko pale kama nitamrudishia nini Bwana kwa ukarimu wote alionitendea. Hapa anasema nitakutolea dhabihu za kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Kumtolea sadaka ya kushukuru, ibada ya kushukuru ni sadaka ya kushukuru, dhabihu za kushukuru ndio nataka ulete hapa. Na tulete kwa uaminifu kama ambavyo nimesema. Sio sherehe milioni halafu nakuja kuleta 10,000 kwa sababu sasa watu hatuangalia hata zile bahasha. Wewe umeweka 12,000. Lakini Mungu anakuwa na wao. Sadaka nyingine nimesema na tunataja sana akitaja moja jipime. Kwenye hili nafanyaje? Nafanya sawa sawa, sifanyi sawa sawa. Lengo tujirekebishe, tutengeneze, tufanye vile inavyotakiwa. Ili kwa njia hiyo ndio njia pekee ya kumshukuru Mungu. Kwa njia ya mali zetu. Ndio njia kumpa Mungu tukufu kupitia mali zetu. Sadaka nyingine, sadaka ya malimbuko. Tunaisema katika kitabu cha Isaya tunataka sehemu nyingi, lakini hapa tunachukua andiko moja moja kutoka 23 mstari 19. Yanasema ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana. Malimbuko ni yale mazao ya mwanzo, matunda ya mwanzo, mshahara wa mwanzo kila mwaka, kwa sababu mkulima salima kila mwaka, na wewe mfanyakazi kila mwaka huko kazini. Yaani ilitakiwa tena safari ngoja na msubiri mchungaji akirudi kabla sijasahau. Mjezi ukisahau nikukumbushe. Kama ile jambo nimeshamwambia mchungaji. Mwakani mwezi wa kwanza tutaanza. Akikubali mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndio atakubali kwa sababu sio jambo baya. Kila mwaka tunatakiwa tuje hapa kutoa malimbuko. Yale ya mwanzo, yani ile mwisho wa mwezi ile
Na wewe mfanya biashara utakuwa kwamba nilichopata mwezi huu, na Mungu asimlete vyote, ni sehemu ya vile ulivyopata, ili kusudi kila mwezi wa kwanza mwishoni, au mwezi wote ule wa kwanza, kwa sababu ni mwanzo, tuwe tunasimama hapa, unaleta kile chote yaani kile cha mwanzo. Nimepata mshahara kile laki tano, basi kile kiasi ambacho Mungu utaona unataka kuja kumtolea Mungu kama malimbuko, maana hajaweka kanuni ya kiasi cha kutoa. Tuje hapa tutoe Mungu, tunaleta malimbuko, maana ndio mazao yetu ya mwanzo wa mwaka. Ukivuna kilima yale ya mwanzo, leta kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nasema kuna watu sasa nataka kuanzisha tena nyingine. Bwana asifiwe. Sadaka ya mavuno ndio tunaelewa vizuri. Sasa sadaka ya mavuno, kuna watu najua ni ngumu kuzichana zile bahasha, zina mguli na jina kanisa Mtakatifu Paulo mavuno. Kila siku naiangalia na kushuta, maana kuna bahasha nyingi zilichukuliwa hazijarudi, hazikurudi, umekwepa, umekacha ili atoe mavuno. Kwamba ni kweli Mungu hajakupa kweli mwaka mzima, hajatupatia kabisa mwaka mzima. Maana anasema mavuno ni yale uliyohangaikia katika mwaka mzima, uliyoyapata ukapata, kwamba sehemu yake sasa unamletea Mungu, unakuja kumshukuru Mungu kwa njia ya kwamba Mungu, ninakushukuru kwa mwaka mzima umeniwezesha, kwa mwaka mzima umenifanikisha. Kama ni ajira sijafukuzwa, kama ni biashara haijafa, kama ni mifugo yangu inaendelea vizuri, kama ni chochote ninachokifanya, kwamba biashara yangu inaendelea vizuri, na ni Mungu unakuja kushukuru kwa mwaka mzima na kuletea hiki. Natoka ni Mungu ili kusudi unione na mwakani. Bwana asifiwe. Unafanyaje? Kile yote anasema tujiulize, hapo hili ninafanya sawa, ili kusudi turekebishe. Na tunasema kwa sababu yeye, kwa sababu hizi sadaka ndio zinafanya kazi ya Mungu. Yaani hapa hata jambo dogo likitokea, mpaka tuanze jamani, unajua anayetaka kujitoa, kama tungekuwa waaminifu katika kutoa sadaka, zaidi zote hizi zile zenye utaratibu, tukawa waaminifu, wala ningekwenda toka jambo dogo na sema muuliza tu mhasibu kuna shilingi ngapi, basi chukua kiasi kanunue mkalete, mpaka hapa tushikane mashati, yaani mpaka tupige yaani nyimbo na mapambio, hiyo jambo liende. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna shukrani ya Jumapili, lakini kabla hapo kuna sadaka nyingine ziko nyingi, lakini tunazungumza hizi sadaka za kugusa mali yako ambazo tunatakiwa kumpa Mungu tukufu. Sasa ziko nyingi zile, kwa mfano sadaka zile za ujenzi, ziko nyingi tunafanya vitu vingi, kuna vitu vinaharibika hiki, jamani tu watu natoa sadaka, wapo waaminifu wanafanya zote hizo sadaka. Lakini sasa kwa leo tunaenda kumalizia kwenye sadaka ya shukrani ya Jumapili, hii ambayo tunasema shukrani ya Jumapili. Unakuja hapa mbele za Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru kwa siku hizi 7 juma nzima. Mungu, sijajikwaa wala kuanguka wala kuumia. Mungu, umenilinda ukanitunza, hata pale ambapo nilitaka kutumika shimoni, Mungu ulinikinga, Mungu uliniokoa, Mungu umesaidia na watoto wangu, hakuna aliyeumia. Mke wangu umemlinda huko kamtunza. Baba, ninakushukuru kwa ajili yake. Asante kwa ajili ya mume wangu, ameenda karudi nyumbani akiwa mzima kwa wiki nzima, nami nakuja kushukuru. Nakuja hapa mbele za Mungu kwenye madhabahu na uweka shilingi 500. Lile ndio kaka kiupe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sawa. Chipi unafanya sawa. Sasa nikafanya kazoezi kidogo. Nikachukua sadaka za wiki hizi 3 zilizopita, na idadi ya watu hivi kwa wastani tunatoa shilingi ngapi. Nikachukua sadaka za watu wazima, nilichukua za watu wazima na watoto wa Sunday school. Watu wazima kwa hizo Jumapili 3, jumla yote ni idadi 776. Sadaka ni 1,265,350 sadaka. Sasa unachukua hii sadaka unagawa kwa idadi ya watu
waliohudhuria ibadani baada ya kwanza na pili kwa hizo Jumapili tatu. Sasa hizi Jumapili tatu unachukua kama vile tungekuja kusali ina ibada moja, lakini zilikuwa ibada za tatu, Jumapili tatu. Ukizigawa zile unapata wastani wa shilingi 1,600 na kitu. Sasa hii 1,600 na kitu ni wastani, yaani tuseme kwa sababu ya kukaribisha ni kama shilingi 1,700 kwa wastani, ila haifiki. Kwa maneno mengine tunasema kama unatoa chini ya shilingi 1,700, jiulize hauko sawa. Maana hii wastani tumechukulia na wale watu ambao wanatoa zaidi. Na wako wengi wanatoa zaidi ya shilingi 2,000, wako wengi tu. Wewe ambaye kama unatoa chini ya 1,600, jiulize maswali. Kwa wiki nzima unamwambia sasa, kama ukupata wala usikusumbue, maana ndivyo umepata. Lakini kama ulipata ukaenda ukanya soda ile take away 1,000, sema nyingine 1,200, tuchukue 1,000. Yaani kila siku unakunywa take away hii moja. Hata kama ni kweli ni safa chupa. Wiki so kiafya wala kukosa chochote. Hakuna kitu. Ni ile tu kufurahia tu ladha basi. Kwa wiki umetumia kwenye soda tu labda 5,000. Lakini siku ya Jumapili unakuja hata kile cha 500. Ndio unakuja kumshukuru Mungu. Lakini kwenye soda sio kupanda hata na afya, haikuongeza chochote, sana kuongezea sukari. Umetumia 5,000 mpaka 6,000. Kwa Mungu umesahau. Lakini vingine sawa. Si sawa. Sio sawa. Kwa hiyo jipime, yaani hapa yaani kama tunataka tuende vizuri angalau wewe yaani usitoe chini angalau 2,000. Hapo tunaanza kuona ile matangazo yanabadilika. Wewe ambaye uko unatoa fanya zaidi. Kwa sababu kila mtu atoe kwa kadri alivyobarikiwa na Mungu. Kwa kadri alivyonavyo na sio kwa kadri asivyokuwa navyo. Wewe mbarikiwa sana, toa sana. Wewe mbarikiwa kidogo, toa hivyo. Lakini wastani atakiwa, maana kwa wastani kwa mahesabu itakiwa asiwepo mtu ambaye anatoa chini ya shilingi 1,700. Yaani angalau kichukue sio kwamba ichichukue kama kigezo kwamba kama ni hivyo basi ngoja na mimi najitahidi kila Jumapili angalau nitoe 1,700 au kwenda mbele. Na wale ambao wanatoa zaidi watatoa zaidi hapo. Tutaanza kuona mabadiliko. Nikaja kwa watoto. Idadi kwa wiki 3 219. Ule kuja Sunday school, ibada ya pili. Sadaka shilingi 1,16,750. Nikagawa wastani shilingi ikawa shilingi 600. Shilingi 600. Na hapa kuna watoto wengi wanatoa 1,000. Na mwingine hata 2,000, na mwingine hata zaidi hapo. Siku hizi sijaisikia sana sadaka. Kwa Dar es Salaam nilipata sema na mwingine anatoa hata 5,000 labda. Lakini angalau wengi naona kaka hapa naona wengi wanatoa 1,000. Lakini kama kuna mtoto wewe, maana mtoto hafanyi kazi, wala mtoto hana ajira, hana mapato, hizo sadaka tunampa sisi. Kama mtoto wako unampa chini ya shilingi 600, kipelezi umtendee haki hata Mungu. Kwanza umtendee haki Mungu, lakini pia umtendee haki mtoto. Mtoto huyu atakuwa anajua Mungu wake ni wa 200. Mungu wake na kaleka 50 ulikompa, maana bado zipo ndoroka chache lakini. Yaani Mungu wake yeye unamwambia Mungu wako una shilingi 100. Mungu wako wewe mwanangu, yaani Mungu wako ni 500. Yaani ina maana baadaye tutakuja kuwa na kanisa la ajabu zaidi kuliko sisi. Sasa amekuwa mpaka anapata akili mpaka anaanza aenda sekondari, anajua Mungu wake ni Mungu wa 500. Hata kutoa 500 ni sawa. Sasa ndio watu kanisa lijae watu wa design. Wakiwa 200 1,000. Wakipungua kati ya sasa 100,050. Maana ndio Mungu wake wa 500. Lakini ana ni function sisi hapa tunawapa sadaka. Kwa hata kwa watoto jitahidi kuwapa sadaka. Kufundisha kwamba Mungu wetu ni Mungu wa thamani, ni Mungu anayetulinda, Mungu anatutunza, Mungu anatutetea, anatuepusha na mabalaa mengi, anatukinga
cha ufalme. Asante kwa ajili ya maneno haya Bwana, mabwana umetukumbusha siku ya leo. Tusaidie ufalme wa mbinguni kwa habari ya kukushukuru Mungu kwa njia hii ya sadaka. Bwana, mali zetu Bwana, Roho Mtakatifu sema na kila mmoja Bwana. Baba, tumetafakari maneno haya, kila mmoja apate kujipeleleza. Kama anafanya sawa sawa, sio sawa sawa, asiyefanya na sawa sawa atengeneze, arekebishe mwenendo wake, arekebishe Bwana, atende sawa sawa jinsi ambavyo Bwana wema unalingana na wema wako. Bwana, na neno yako nasema tukushukuru wewe Mungu kwa sababu ni wewe mwema, na kama fadhili zako ni za milele. Hofa ninakushukuru na mimi ninakushangilia kwa sababu tumesikia maneno yako, na kila mmoja ataenda kutafakari na kusema, na kila mmoja mfano mama kwa lengo la kutengeneza. Tukupe wewe Mungu tukufu kupitia mali ulizotupatia, kupitia baraka ambazo umetuwezesha, kwa jina la Yesu Kristo maana kukushia milele. Baba, tunaomba haya tukiamini kwamba utaenda kutenda yote sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki.